Karibu tena katika familia ya Moyo wa Malezi. Kila mtoto anayezaliwa huleta matumaini mapya, furaha mpya na ndoto mpya ndani ya familia. Na kabla hata hajaanza kuizungumza dunia, zawadi ya kwanza kabisa anayopokea kutoka kwa wazazi wake ni jina. Jina linaweza kubeba maombi, upendo, historia na hata maono ya maisha ya mtoto huyo. Ndiyo maana kuchagua jina zuri ni jambo muhimu sana kwa kila mzazi. Katika video hii ya leo, tumekuandalia majina 50 mazuri ya watoto wa kiume yanayoanza na herufi D, pamoja na maana zake. Kama unatafuta jina la kisasa, la kipekee, lenye nguvu na maana nzuri kwa mwanao, basi kaa nasi hadi mwisho wa video hii. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya jamii nzima. Karibu sasa twende tukaangalie majina 50 ya watoto wa kiume na maana zake. Lakini zaidi ya yote, kama unataka ushauri kutoka kwetu, basi unaweza ukatupigia simu kwa namba 0754579224. Karibu tuanze safari hii pamoja ya kutambua majina 50 ya watoto wa kiume yanayoanza na herufi D. Karibu na tuanze. Jina la kwanza ni Daniel. Maana ya Daniel, Mungu ndiye hakimu wangu. Kwa hiyo watoto wanaoitwa Daniel wanamtegemea sana Mungu kama kila kitu kwao. Jina la pili ni David. Maana ya David ni mpendwa, kwa hiyo watu wanaoitwa David wanapendwa sana. Jina la tatu ni Darin. Maana ya Darin ni mwenye kipaji kikubwa, kwa hiyo mtoto anaitwa Darin anakuwa na kipaji kikubwa. Jina la nne ni Dennis. Maana ya Dennis ni mwenye nguvu. Watoto wanaoitwa Dennis wanakuwa na nguvu nyingi. Jina la tano ni Dylan. Maana ya Dylan ni mtoto wa bahari. Kwa watoto wanaoitwa Dylan, maana yake wanafananishwa kama watoto wa bahari. Jina la sita ni Dominic. Maana ya Dominic ni wa Mungu. Mtoto anaitwa Dominic anakuwa ni mtoto wa Mungu. Jina la saba ni Darius. Maana ya Darius ni tajiri au mwenye mamlaka. Hivyo watoto wanaoitwa Darius mara nyingi wanakuwa matajiri na wenye mamlaka. Jina la nane ni Damiani. Maana ya Damiani ni mwenye kushinda changamoto. Mtoto anayeitwa Damiani hata kama kukiwa kuna changamoto lazima anapambana nazo na kuzishinda. Jina la tisa ni Donald. Donald ni mtawala wa dunia. Kwa hiyo mtoto anaitwa Donald anakuwa mtawala wa dunia. Jina la 10 ni Duke. Maana ya Duke ni kiongozi au mtawala. Hivyo mtoto anayeitwa Duke anakuwa ni kiongozi au mtawala kwenye maeneo anayokuwepo. Jina la 11 ni Dexter. Maana ya Dexter ni mwenye akili na ustadi. Hivyo mtoto anayeitwa Dexter anakuwa ana akili na anakuwa stadi. Jina la 12 ni Dean. Maana ya Dean ni kiongozi wa jamii. Kwa hivyo mtoto anayeitwa Dean anakuwa kiongozi wa jamii. Jina la 13 ni Divine. Maana ya Divine ni wa Mungu. Hivyo mtoto anayeitwa Divine anakuwa ni mtoto wa Mungu. Jina la 14 ni Davin. Maana ya Davin ni mpendwa sana. Hivyo mtoto akiitwa Davin anakuwa anapendwa sana. Jina la 15 ni Denzel. Maana ya Denzel ni mwenye nguvu. Mtoto akiitwa Denzel anakuwa mwenye nguvu. Jina la 16 ni Dorian. Maana ya Dorian ni zawadi nzuri. Hivyo mtoto anaitwa Dorian anakuwa ni zawadi katika maisha yake. Jina la 17 ni Dalton. Maana ya Dalton ni kutoka bondeni. Kwa hiyo watoto wengi wanaoitwa Dalton wanaonyesha kwamba wametoka sehemu zenye mabonde. Jina la 18 ni Dwayne. Maana ya Dwayne ni mwenye nguvu na ujasiri. Mtoto anayeitwa Dwayne anakuwa mwenye nguvu na anakuwa jasiri. Jina la 19 ni Darezo. Maana ya Darezo ni mwenye heshima. Mtoto akiitwa Darezo anakuwa mwenye heshima. Jina la 20 ni Dylan. Maana ya Dylan ni mwaminifu. Ukimuita mtoto wako Dylan atakuwa mwaminifu katika maisha yake.
Jina la 21 ni Dax. Mtoto akiitwa Dax maana yake ni kiongozi, hivyo atakuwa kiongozi katika maisha yake. Jina la 22 ni Drak. Maana ya Drak ni joka mwenye nguvu, hivyo Drak inafananishwa na joka mwenye nguvu. Kama mtoto utamuita, kwa atakuwa mwenye nguvu. Jina la 23 ni Dariel. Maana ya Darieli ni Mungu ni mwanga wangu. Kwa hiyo mtoto anaitwa Dariel anakuwa ni mwanga katika maisha yake. Jina la 24 ni Demetrius. Maana ya Demetrius ni mwenye hekima. Kwa hiyo mtoto akiitwa Demetrius anakuwa mwenye hekima. Jina la 25 ni Davi. Maana ya Davi ni mpendwa wa watu. Kwa hiyo mtoto akiitwa Davi atapendwa sana na watu. Jina la 26 ni Diel. Maana ya Diel ni thamani kubwa. Ukimuita mtoto wako Diel umeonyesha kwamba atakuwa wa thamani kubwa. Jina la 27 ni Danish. Maana ya Danish ni mwenye busara. Ukimuita mtoto wako Danish anakuwa mwenye busara. Jina la 28 ni Dion. Maana ya Dion ni mwenye nguvu za kiungu. Ukimuita mtoto wako Dion atakuwa na nguvu za kiungu. Jina la 29 ni Dilanzo. Maana ya Dilanzo ni mwenye mafanikio. Watoto wanaoitwa Dilanzo wanakuwa na mafanikio. Jina la 30 ni Davion. Maana ya Davion ni kipenzi cha familia. Watoto wanaoitwa Davion wanapendwa sana katika familia zao. Jina la 31 ni Destro. Maana ya Destro ni shujaa. Mtoto ukimuita Destro anakuwa shujaa katika maisha yake. Jina la 32 ni Dianel. Maana ya Dianel ni mwenye upendo. Hivyo mtoto akiitwa Dianel anakuwa mwenye upendo katika maisha yake. Jina la 33 ni Divine. Maana ya Divine ni mwenye baraka. Ukimuita mtoto wako Divine unaonyesha kwamba ni mtoto ambaye atakuwa na baraka katika maisha yake. Jina la 34 ni Deli. Maana ya Deli ni kiongozi wa watu. Mtoto anaitwa Deli anakuwa anaongoza wenzake au anaongoza taifa. Jina la 35 ni Denzelio. Maana ya Denzelio ni mwenye mvuto. Kwa hiyo mtoto ukimuita Denzelio maana yake atakuwa mwenye mvuto katika maisha yake. Jina la 36 ni Dalio. Maana ya Dalio ni tajiri na mwenye heshima. Kwa hiyo mtoto anaitwa Dalio atakuwa tajiri na atakuwa mwenye heshima. Jina la 37 ni Dion. Maana ya Dion ni mwenye nguvu. Ukimuita mtoto wako Dion anakuwa mwenye nguvu. Jina la 38 ni Dexton. Maana ya Dexton ni mwenye akili nyingi. Watoto wanaoitwa Dexton wanakuwa wana akili nyingi sana katika maisha yao. Jina la 39 ni Denzelson. Maana ya Denzelson ni mwana wa ushindi. Ukimuita mtoto wako Denzelson atakuwa mwana wa ushindi, atakuwa ni mshindi katika maisha. Jina la 40 ni Darnell. Maana ya Darnell ni mtu wa thamani. Mtoto anayeitwa Darnell anakuwa mtu wa thamani katika maisha yake. Jina la 41 ni Daviel. Maana ya Daviel ni Mungu ni mwema. Kwa hiyo mtoto anaitwa Daviel anaishi maisha mazuri kwa sababu anamtegemea Mungu akijua Mungu ni mwema. Jina la 42 ni Dolian. Maana yake Dolian ni mwenye amani. Mtoto anayeitwa Dolian anakuwa na amani katika maisha yake. Jina la 43 ni Dalnix. Maana ya Dalnix ni mwenye ujasiri. Ukimuita mtoto wako Dalnix atakuwa jasiri katika maisha yake. Jina la 44 ni Divo. Maana ya Divo ni wa kipekee. Watoto wanaoitwa Divo wanakuwa wa kipekee sana katika maisha yao. Jina la 45 ni Denzel. Maana ya Denzel ni mwenye furaha. Ukimuita mtoto wako Denzel anakuwa na furaha katika maisha yake. Jina la 46 ni Damalkus. Maana ya Damalkus ni shujaa mwenye nguvu. Kwa hiyo watoto wanaoitwa Damalkus wanakuwa mashujaa wenye nguvu. Jina la 47 ni Dilanio. Maana ya Dilanio ni mwenye ndoto kubwa. Watoto wanaoitwa Dilanio wanakuwa na ndoto kubwa katika maisha yao. Jina la 48 ni Delik. Maana ya Delik ni mtawala mwenye nguvu. Ukimuita mtoto wako Delik anakuwa mtawala mwenye nguvu. Jina la 49 ni Dovin. Maana ya Dovin ni mwenye neema. Watoto wengi wanaoitwa Dovin wanakuwa na neema nyingi. Jina la 50 ni Dreamer. Maana ya Dreamer ni mwenye maono makubwa. Majina yana nguvu kubwa sana katika maisha ya mtoto.
Wazazi wengi huchagua majina kwa upendo, matumaini na maombi mema juu ya maisha ya mtoto wao. Tunatumaini majina haya 50 yamekusaidia kupata jina zuri na lenye maana kwa mtoto wako wa kiume. Huenda jina moja kati ya haya likawa mwanzo wa simulizi nzuri ya maisha yake baadaye. Kama umefurahia video hii, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwenye chaneli ya Moyo wa Malezi ili kuendelea kupata content nzuri kuhusu malezi, majina ya watoto na maisha ya familia. Na kwenye comments tuambie ni jina gani limegusa moyo wako zaidi. Asante kwa kutazama. Mungu akubariki sana.